Furaha yetu ni kuona mnakuwa wengi kwenye kufuata radio na television kituo cha hapa mjini Goma ili kuweza kufuata habari zetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Na habari zenyewe. Liwali wa jimbo Kivu Kaskazini aliweza kukutana leo hii na wahusika na jambo za umeme mbalimbali hapa mjini Goma. Hawa ni wale ambao wanaendesha kazi ili kuweza kupana moto, wakiwa ni wale wahusika wa Sokode, Nuru Snell na kadhalika. Neno ilikuwa ni kuweza kujua namna gani hawa wataweza kutapanya moto katika hali iliyo sawa na kuweza kufaidisha raia wote wa mji wa Goma kama vile vilivyo. Zaidi ya askari 100 wa FARDC na PNC ambao walikuwa bado wangali na kwa mandani ya jengo la MONUSCO ya hapa mjini Goma waliondoshwa na kupelekwa mjini Kinshasa hii siku ya pili tarehe 30 April, na hii operation ya kuweza kuwapeleka iliweza kusaidiwa na kurahisishwa na shirika la CICR. Makada waliotokea ndani ya kata mbalimbali mjini Goma na kuweza kujiorodha na kujiandikisha ndani ya chama AFC M23, hawa wakiwa wakitoka hapa Goma na mtaani Nyiragongo kutoka chama AFC M23, walikuwa kwenye kikao kikuu hii siku ya tatu tarehe 30 April chini ya uongozi wa shirikisho husika na uhimizaji na kuweza kuandika makada jimboni Kivu Kaskazini. Lengo ni kuweza kuchungua kazi ambazo zimeendeshwa tangu ianzishwe mpango wa mafunzo, uhimizaji, kujiandika, na alinena hivyo Bwana Gafishe Simad Saka, huyu akiwa mmoja kati ya wakuu viongozi wa AFC M23 ambaye anakuwa katika ile mpango ya uhimizaji. Sikukuu kitaifa ya kielimu nchini Kongo DRC ni kwamba leo hii katika sikukuu hii waalimu waliweza kujikusanya na wakaweza kupangilia mpango ya kuweza kusoma misa ndani ya dhehebu Cathedral Saint Joseph ya hapa mjini Goma. Wahalimu walipendelea kuweza kumomba Mungu katika hali hiyo ya ukimya ili waweze kufikisha mahitaji yao vile vilivyo. Wakuu viongozi wa chama AFC M23 walikuwepo. Wakati hao pia walichukua kauli na kuweza kupana mashauri mbalimbali. Sikukuu kitaifa tu ya elimu nchini Kongo DRC, Profesa Chimere Munga Konkwa alinena kuwa elimu inapana samani kwa watu wote na wa miaka zote na wenye kutumika kazi zote. Hapa profesa anaeleza. Bila kukamata mwalimu kama msingi wa hiyo maadibisho ya hiyo kusema kama tunatafuta kugeuza taifa, kama tunatafuta kugeuza nchi, kama tunatafuta kugeuza kundi nzima, sharti tuwe na walimu wazuri, walimu wenye kuwa tayari, wenye kuwa wamefunzwa, sababu wao wenyewe wanapaswa kufunza wengine. Na mtu mwataenda kwenda kufundisha watu, sharti awe na akili yenye kuwa timamu, sharti awe na msimamo yenye kuwa timamu, sharti awe na mtu mzima, hapana mtu wa kwenda kushoto kuume bila kujua anaenda mambo gani. Ndio maana nilisema ya kwamba sikukuu ya leo sio sikukuu ya kusema kama mwalimu ni mtu mwenye kutafuta utajiri, sababu hakuna dunia nzima kuanza pata mwalimu tajiri. Hakujawahi kuwa mwalimu tajiri. Utajiri inakuwa mambo mengine kama siasa, kama uchumi, kama biashara. Kuna unaweza pata mali, lakini mkialimu kuna kwa kitu wanaita honor mkiingereza.
Ni kusema wakati unasema juu ya ono, ni kusema kama ni mtu mwenye haingii mambo ya uchafu kila mara. Hapana, ni mtu mwenye kuingia mambo yenye kuwa na inaleta values kwa societe, inaleta ile tunaweza valeur. Na ni kusema ya kwamba kwa leo tungehitaji tu ya kwamba kujua ya kwamba mwalimu sherti waweze kumwacha aweze akatumike, na wakati kunakuwa shida za sana ndani ya taifa wajielekeze kwenye mwalimu aweze pia kuwapatia mawazo yake kuhusu mambo yenye kufanyikana katika nchi. Na utaona kwamba tuwezi kusema kama watu wanakuwa wabaya ama mafundisho yanakuwa mabovu, ni sababu tu siasa inaingia ndani sana ya kila kitu, na ndio siasa inaenda kuharibisha hata ile tunaita kielimu kwa leo inakuwa sasa inazoofika, sababu siasa inaingia sana. Wanapasha kuacha kielimu itumike, sababu ni kitu yenye ko technique. Ni kusema ya kwamba baachie mwalimu wakati anakuwa mkazi afanye kazi yake, na siasa ama politiki ibakie kuna nafasi yake. Na kwa siku kwenye mtaa wa Goma, ndoa 10 ndizo zinabarikiwa na kuandikwa kwenye etat civil. Alijulisha hivyo kiongozi wa mtaa wa Goma Bi Helene Niragigine. Kiongozi wa mtaa hiyo amejulisha kuwa ndoa zimeweza kuwa nyingi kweli na imeweza kufurahisha wakuu viongozi, na hata kupitia mipango mingine kujipatia vikartasi vya kuzaliwa na vinginevyo kwenye etat civil vile vinapewa kwa raia bila shida yoyote mtaani Goma. Bolingo Amada anatuelezea hivi. Kazi za ofisi ya raia kwenye ofisi ya mtaa wa Goma zinaendeshwa bila shida yoyote. Matamshi hayo ni yake Bibi Helene Mukadisi Niragire, ambaye amehakikisha ya kwamba kwa siku moja ofisi hiyo inaweza kuhoroza takriban ndoa 10, na pia vyeti vinatolewa bila shida yoyote katika kazi tofauti zinazoendeshwa kwenye ofisi ya mtaa wa Goma. Bibi Helene Mukadisi Niragire alikuwa na kauli hii. Maaktivite za etat civil zinafanyika sawa tu zamani. Paka leo dokima zote zenye komini napasha kupana tunazipana. Hakuna changement tu ni ya jina. Iko meme dokima, iko meme cachet, hakuna difference. Tunapana dokima mbalimbali ku komini. Attestation de bonne conduite, VMRS, attestation de célibat, ni za mingi. Mezile zote zenye mwanajua tunapana komini, paka leo tunazipana. Kiongozi huyu ameita raia wote kuja kuandikisha ndoa zao na pia kuandikisha watoto wachanga, kwani chama cha AFC M23 kinaendelea kubaki imara na hakitaweza kuondoka hapa mjini Goma. Bibi Helene Mukadisi anarejea. Kila siku tunaambiaka na sasa tuko na celebrate mariage, tunapanaka message, tunasema kila mtu mwenye anatafuta kuoa kuolewa wakwe baandikishe mariage. Parce que mpaka leo tuko tuna célébrer par jour 5, 6, 8, 10, 11, 12. Donc ni kusema maaktivite zinaendelea. Mebali wenye wangali wanaogopa ni wale wenye wangali na message zenye Kinshasa wako na wadanganya kemu 23 dokima zao hatujue kama ziko valide au sijue, me ni kujidanganya. Tulishaka bambia AFC M23 hatutatoka hapa. Paka leo bajue ile message basichunge bali wako Kinshasa bakudanganya usende tafuta dokima, usende fanya mariage, oro wenjo uko nafanya nini uko na homba. Amweki utaenda ifanyizia Kinshasa. Ijulisho ya kwamba kiongozi huyu ameweza kuwaita raia wote ambao wanahitaji kupata msaada kwenye ofisi ya mtaa wa Goma ya kwamba milango ipo wazi. Na kwa habari ya dance ni kwamba wachezaji wengi walipata kujifasiria ajili ya sikukuu hiyo ulimwenguni ya mchezo yaani dance, na hiyo inayosherekewa kila tarehe 29 April mwakani. Na hapa mjini Goma hawa walijeleza. Chantal Sibazuri anaeleza hivi. Mchezo wa asili inakuwa kilalo ya nguvu kwa upatanishi ya makabila jimboni Kivu ya Kaskazini. Ndivyo nafikiri mchezaji huyu wa kundi ya kitamaduni. Kwake mchezo wa asili inakutanisha raia, ndio maana ni vizuri kuendesha tamasha ya mchezo wa asili, kwani inatoa ujumbe ya muhimu kwa madibisho, amani na upatanishi. Kwa ngambo nyingine anatoa aliko kwa wachezaji waweze
kuweka mbele mchezo wa asili ndani ya tamasha ili kuweza kufurahisha wazazi. Jimbo ya Kivu ya Kaskazini inakuwa na utamaduni mbalimbali za kiasili. Kwa kumaliza habari zetu, tuingie kwa habari za michezo. Ni kwamba timu Paris Saint-Germain iliweza kumuonesha chamtumakuni Arsenal kwa kumbola goli 1-0, na mwenye alijaza goli hiyo ni Ousmane Dembele. Ilikuwa kwenye dakika 4 tu ya mchezo, na kwa hii ni mchezo wa nusu finali ya ligi ya Champion. Hii siku ya pili tarehe 29 April mwaka huu wa 2025 ndipo mchezo huu uliweza kuchezeka. Na habari nyingine ya mchezo yatueleza ya kwamba bwana Carlo Ancelotti, huyu akiwa mchezaji wa kandanda, huyu hufika sasa mwisho wa kazi zake za mchezo wa kandanda, na hii ni kiisha kupitisha muda mrefu wa kutosha, akiwa aliweza kuonesha vingi vizuri na vibaya, na kila kitu kikweli katika muda huu wa dunia kina mwanzo wake na kina mwisho wake. Ni hapo tumejua ya kwamba huyu amefikia basi ukingoni wa kazi zake za mchezo, wakati amecheza siku nyingi na amefurahisha wale waliokuwa washabiki wake. Ni kwa habari hiyo ya mchezo ndipo hapo tunafika mwisho wa taarifa yetu habari. Asanteni kwa wote ambao walitia mchango wao ili habari hii iweze kuwajia vema. Shukrani kwa nyinyi wote ambao mliweza kutufuata kwa makini. Tunamwomba Mwenyezi Mungu muumba wa vyote aweze kutusaidia na hata tena atutolee yaliyo mazuri, maziwa, hasali na manemane. Kwaheri ya kuonana.